So karibu sana. Vile mumeona hapo nje, leo ni siku ya kupeana forms na kupeana pasali ya watoto wao wanaingia grade 10. Vile mnaona watu wamekuja kwa wengi, na mimi nataka kusema kwamba mimi naona wazazi wengi wanafurahia na ile mashule watoto yao wamepelekwa. Naona iko wengine wamepelekwa Starehe, iko wengine wamepelekwa Nakuru High, desi shule mzuri. So what we are doing kwa siku ya leo, wale watu wote wako na qualification ni kwamba lazima uko unapiga kura Nakuru Town West. Hiyo ni point number 1. Number 2, yule mtoto lazima akuwe ni wako, na kama ni wako lazima uko na birth certificate. Number 3, you must have birth certificate ya hiyo mtoto. Naonyesha wewe ulikuwa unapiga kura Nakuru Town West. Hapa leo tuko na watu ya IPC wanatuangalia, wale watu wanapiga kura Nakuru Town West. Tuko na ile vetting team wanaangalia kama sina makaratasi umeweka, school fees structure, admission letter na vitu zingine zote. So what we have said we are doing in watoto wale wote wamepelekwa mashule, we are paying school fees, full school fees kama ya first term. Kama mtoto anapewa school fees pale admission letter na inasema ni 22,000, tunampea yote. Kama ni 40,000, we will give first term school fees yote ya ile wazazi wote wako hapa. What we had done, tulikuwa tumetenga pesa kando kama 30 million, 35 million ya kwenda kusaidia hii wazazi, so that ndio watoto wote wale wamechukuliwa shule mazuri waenda hapo. Kwa wengine pia tutaweka full scholarship. Kama mtoto ni orphan, full scholarship. Kama mtoto mzazi yake ni PWD, full scholarship. Kwa wengine hapa unakuta hapo na wazazi wote lakini hawajiwezi. Na tumesema wale watoto wote wanatoka public schools sana Nakuru Town West, wengine wengi tutaweka full scholarship na tunawalipia pesa yao yote. Kwa hivyo hii wazazi unaona unakuja hapa, tuko na muda mfupi, so ndio nimeita watu yote, na wazazi wakijaza forms zinakuwa vetted, zinaangaliwa, zinamaliziwa. Mzazi anakuja anakaa na mimi hapa na muangalia, anaona vile anakaa. Kama ni mtu wako na pesa, tunamwambia tutakupea pesa kidogo kuliko wale wengine hawana. Kwa hivyo tunataka leo tukimaliza, wazazi wote tarehe 12 hizi checks zitakuwa tayari. Wazazi wakienda shule tarehe 12 wapitie hapo wakichukua checks wakipeleka watoto shule. That's what we are doing here today. Baadhi ya zile changamoto wazazi unapata mzazi ni hapa Katembo na ameitwa mbali sana kama hivi, ama unapata kuna hitilafu kidogo kwa kule watoto wameitwa. Actually there was that problem. Hiyo shida ndiyo ilikuwa sana. Hata uliona pale chini, mzazi amesema mtoto yake amepelekwa sijui wapi Lamu. So what we are doing, serikali imesema ya kwamba wale watoto walikuwa wamepelekwa shule sila hawataki, they can appeal to the particular schools which they want. So I'm here to assist them again. Wale wanataka shule wa mtoto yao mpita na marks yao inatakana waende kama Nakuru High, lakini wamepelekwa mbali ile mashule hawataki. Nimewaambia wakuja hapa nitawasaidia kupata hizo mashule, na walimu wameelezwa vilivyo ya kwamba wazazi waende direct kwa hizo schools. But for me, I'm here to assist them to get the schools they want. So nitakuwa hapa leo, wale wazazi wote wanaona watoto walipelekwa mashule ya mbali na hawataki waende, wakuja hapa na wasaidie wapate mashule ya karibu, na walimu wameelezwa vile nimesema namna hiyo. So there is no cause of harm. Kila mtoto ataenda shule, na nimesema wala hawajapata hiyo mabarua, kama wale wanangoja wafanywe placement vile nimesema, pia watapata pesa yao. Baadhi ya wale constituents ambao wanakimbia constituency zao wale wako kwa constituency nyingine, lakini wanakuja kutembea kwa hawa, nimesema hata umeona tumekuwa na mjadala, siwezi kupeana. Nimesema one of the conditions which will qualify you get CDF ya Nakuru Town West, you must be afforded in Nakuru Town West. Umeona mzazi mmoja amekuja hapo anasema yeye anafanyia kazi hapa Nakuru Town West for the last 15 years, lakini kura yake anapigia Pangani Nakuru Town East. Na umeona nimeuliza wazazi wengi hapa wamesema aende Nakuru Town East. Hata mimi nasema hivyo, hakuna mtu atapata pesa kama huo upige kura Nakuru Town West. Kila mtu yule anapiga kura Nakuru Town West
ndiye atapata pesa ya Nakuru Town West. Mahali alipiga kura iko constituency kama hiyo na iko pesa kama hiyo. Mheshimiwa, ukisema mzazi akijua utaangalia uone kwa yako na ndio ile pesa unatumia nitaangalia. For example, if a parent comes here na kuja aseme mtoto wake alikuwa anasoma Kaptembo, unamuuliza anafanya kazi gani na kuambia yeye anauza mboga. Hiyo mzazi huwezi kulinganisha na mtu yule atakuja hapa nimuulize mtoto wake alikuwa anasoma wapi. Asema alikuwa anasoma pengine boarding kama Naivasha boarding ama ile inaitwa Green Hills, sijui Green Hills. Ile Naivasha Green Hills. Iko ngine huko Naivasha. Ama tuseme any boarding school. Nimuulize ulikuwa unalipa pesa ngapi? Aseme yes mnipe ngono si mnipe 60,000 per term. Hiyo msasi does not qualify to get money ya Nakuru Town West. Kwa sababu yeye anajuweza. Ingawaje anapiga kura Nakuru Town West. Lakini yeye anajuweza. Lakini kwa sababu kura hii ya Nakuru Town West tutasema moja tumpe tu kama wale wengine walikuwa wanapewa. Tunaweza mpea hata kama 10,000 badala ya kumpea 22,000. Lazima tuangalie mtu. mambo na CDF committee. CDF committee wako pale, tarifeting, hao ndio wanafanya. Hiyo kazi yote nimesema hapa inafanywa na ile watu wanakaa pale. Na nikitoka hapa nataka muende muongee na hiyo watu. All of these things are done by the CDF committee. Mimi kazi hapa ni kuangalia nione kama kila mtu anapata, kwa sababu siwezi kuwajia CDF committee peke yao, ili na mimi ndio inatakana niangalie nione pesa inapeana. Ukiwaje hapo watu wataanza kupeana pesa kwa marafiki. That's why I'm here to make sure that the pesa ya Nakuru Town West being the representative ayendi nje ya Nakuru Town West. But you know those people, CDF committee members, they are not answerable to anybody. Me, I'm answerable to these people of Nakuru Town West, so I will make sure that watu ya Nakuru Town West pesa imekuja hapa imepewa na vile inatakikana. That's why I will be here. By the way, that vetting committee, CDF committee ndi the vetting committee. Ukifeti form ukiangalia kila kitu iko, you write your name and the signature. So that if I find anything has gone wrong with the vetting, you will tell me why you did that. There are also my staff. If you can see, my staff there to see that the vetting committee, which is in CDF committee, is doing the right thing. So hatuwezi kukaa hivyo tuwache. Kama tulikuwa tunawacha, unaona mtu kama huyu amekuja hapa amesema yeye anatoka Nakuru Town West East. Kama tulikuwa tunaangalia yeye angepata 22,000 naenda na wengine wakikuja wapate 22 kwa kuwa mingi, hakuna pesa utapeana hapa. You cannot afford to give these people 22,000 if you are not careful in vetting. Wale wanaenda vile fees structure nasema. If the video says 40,000 utapata yote. If you saying 22,000 utapata yote. The reason inataka kila mtu aingie. The reason mimi nataka kila mtu aingie aende apate hiyo pesa. That is all my interest. Mimi kuna mzazi ambaye alikuwa mtoto wake pale private. Sema for example amesomesha Karol, amemaliza hadi grade 9 na ngapi ingia sasa grade 10. Kuna ile ada kiwango ambayo anaweza kupata. Ati unauliza? Pardon? For example, kuna mzazi ambaye amesomesha mtoto wake primary yote kwa private school. Ndio amemalizia let's say kama Lions ama Karol, any other private. Nataka sasa kuingiza mtoto wake kwa sasa hii CDF. Kuna ile kiwango mzazi anaweza kupata ile. Hata nimesema wengine huenda wakakosa. Because if you are paying Karo Academy, where you are paying 50,000 per term, why are you coming for money from Nakuru Town West? Even if you fought here, wewe kuwa na huruma pia ya kwamba iko watoto hapa wazazi yao wanauza mboga. So if you are able with good faith, I would request them not to apply for this money. Ndawauliza tu kwa kupenda kwao. But we want the majority of those people wala hawana watoto yao waende shule. You can imagine there's a student here who has been admitted to Alliance from Heshima Primary. Mzazi yako ukimwona hata atakuja hapa, I want you to interview the parent. Atakueleza kumwambie nyuma mbele ana kitu. So those ones I will also take my own money from my own pocket niende kuwarudia school uniform, kwa sababu hatuwezi kupoteza mtoto ametoka Heshima Primary a public school ameitwa Alliance tukosa akose kuenda. So we must be able to assist all of them. So I'm requesting wale watu wote wale watoto yao wanafanya walikuwa boarding schools ya private wapea wengine nafasi na Mungu atawasaidia.